Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Tunakukaribisha kwa idhaa mpya kabisa na idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo maalum ambayo yanaangazia matukio muhimu barani na yanayotuhusu sisi raia na wakazi wa bara hili. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknohama na michezo pamoja na mazingira. Lakini muhimu zaidi ni kwamba huu ni ukumbi wako ambapo sauti yako kama Mwafrika inasikika, inaheshimiwa na kupewa nafasi. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu msikilizaji, tuandamani. Hebu sasa nikupe kionjo cha yale tumekuandalia. Leo tunazungumzia mada yenye mizizi mikubwa katika historia ya bara letu, mapinduzi. Inatija ipi ya mabadiliko dhidi ya utawala wa kiimla? Je, ni suluhu au adui Afrika? Weka maoni yako kwenye mitandao yetu ya Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Lakini kwanza kabisa tupate muktasari wa matukio mengine barani na mwenzangu Angela Ngendo. Wapiganaji wa M23 wanaoshika doria mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekanusha madai ya uporaji wa kilo 500 za madini ya dhahabu kutoka mgodi wa Twangiza. Kampuni inayosimamia mgodi huo inasema waasi hao wa M23 walisafirisha dhahabu hiyo kupitia mahandaki yaliyoko kwenye mgodi. Kiongozi wa M23 Colonel Nangaa amekanusha madai hayo na kusema mgodi huo ulifungwa na kwamba hautumiki tena. Aidha anasema waasi wake hawana vifaa na ujuzi kuchimba na kusafirisha madini. Wapiganaji hao walifanya mashambulio makali mwaka huu na kuteka maeneo kadhaa mashariki ya DRC. Mengi ya maeneo yaliyotwaliwa na M23 ni machimbo ya dhahabu. Rwanda imekanusha madai ya kuunga mkono waasi hao licha ya Umoja wa Mataifa na dola za Magharibi kulalamikia Kigali kwa kuwapa ufadhili waasi wa M23. Mitandao imezimwa nchini Kamerun huku taifa hilo la Afrika ya Kati likishuhudia maandamano kulalamikia uchaguzi wa urais. Majaji wa mahakama kuu wametupa nje kesi kulalamikia udanganyifu wa kura na kuamrisha tume ya uchaguzi itangaze matokeo ya kura urais wiki ijayo. Rais wa sasa Paul Biya anawania mhula wa 8. Wadadisi wa kisiasa wanasema rais huyo mkongwe zaidi duniani wa miaka 92 anatarajiwa kuendeleza uongozi wake wa nchi ambapo amekuwa madarakani kwa miaka 43. Jeshi la polisi limekuwa likiwakabili wafuasi wa upinzani katika miji ya Maru na Garu. Mke wa rais wa zamani wa Ghana, Nana Akufo-Addo Rawlings, amefariki dunia. Nana wa miaka 76 alikuwa mke wa rais wa zamani Jerry Rawlings aliyefariki miaka 5 iliyopita. Wakati akiwa mke wa rais ama mama taifa, Nana alizindua vuguvugu la kusaidia kuimarisha maisha ya wanawake. Alishinikiza mageuzi ya sheria ya urithi iliyowapa wanawake na watoto haki ya kurithi mali. Pia alisaidia kuleta usawa wa jinsia nchini Ghana. Na anasifika sana nchini humo kwa kuwapa motisha wanawake kuingia katika ulingo wa siasa na kupata nafasi za uongozi. Kiongozi anayetetea eneo la Biafra huko Nigeria kuwa huru Nnamdi Kanu amewasimamisha kazi mawakili wake na kusema ataanza kujiwakilisha binafsi mahakamani. Mwanamapinduzi huyo alijitetea mahakamani na kusema mahakama za Nigeria hazina idhini kumfungulia mashtaka yoyote. Bwana Kanu ni kiongozi wa vuguvugu la Indigenous People of Biafra IPOB na amekuwa kwenye harakati kutoka eneo la Biafra kusini mashariki ya Nigeria kuwa taifa huru. Mamlaka za nchi zimemshtaki kwa makosa uhaini na kuchochea vurugu. Kanu ana uraia wa Uingereza na amekuwa kizuizini licha mahakama ya rufaa ya Nigeria kuondoa kesi dhidi yake. Wafuasi wake wamekuwa wakikabiliana na polisi nje ya mahakama mjini Abuja ambapo amekuwa akishinikiza achiwe huru. Nigeria imepiga marufuku vuguvugu la IPOB na kulitaja kama la kigaidi. Tunasalia hapo Nigeria ambapo mahakama imeamrisha wanamitandao wawili na ambao ni wenzi wafunge ndoa halali katika kipindi cha siku 60. Mahakama iliyoko mjini Kano inasema Idris Mai na Basira Yarguda
wamekuwa na kurasa kwenye mtandao wa TikTok ambapo wanadai kuwa wenzi bila kuonyesha uhalali wao. Bodi ya filamu katika jimbo la Kano limesema wenzi hao wamekiuka maadili ya dini ya Kiislamu na utamaduni kwa kuendelea kuweka picha zao mitandaoni. Mamlaka inayosimamia masuala ya jamii imeanza mipango maalum ya harusi ya wenzi hao. Kwako Ann. Karibu katika jukwaa la wanahabari Sauti ya Mwafrika. Leo tunazungumzia mada yenye mizizi mikubwa katika historia ya bara letu, mapinduzi. Inatija ipi ya mabadiliko dhidi ya utawala wa kiimla? Je, ni suluhu au adui Afrika? Katika mataifa mengi ya Afrika, wananchi wamechoshwa na mifumo ya kiutawala ambayo kwa muda mrefu imependelea watu wachache. Wengine wanasema njia pekee ya kuondoa mifumo hii ni kupitia mapinduzi ya wananchi au hata mapinduzi ya kijeshi. Hivi karibuni Madagascar imekuwa katika maandamano makubwa ikilalamikia serikali iliyo madarakani. Burkina Faso na Mali zimepata mapinduzi ambayo kinyume na ilivyotarajiwa zimeungwa mkono na raia wengi waliokuwa wakitaka kujinasua kutoka ushawishi wa kigeni, hususan kutoka Ufaransa. Lakini je, mapinduzi haya ni suluhisho au ni mzunguko mpya wa ukosefu wa udhabiti wa kisiasa barani Afrika? Jina langu ni Ann Ngugi, nikiongoza jukwaa la wanahabari, na mimi kwenye jukwaa hili ninao wanahabari kutoka Burundi. Tunaye Ramadhan Kibuga, kutoka nchini Uganda tunaye Sadam Mubale, kutoka nchini Rwanda tunaye Silvenas Karemera, na kutoka kule London tunaye Kennedy Wandera. Karibuni sana wanahabari wenzangu. Hii leo kama ambavyo nimetangulia kusema ni kwamba tunaangalia taswira ya Afrika ya sasa na tunajiuliza, je, mabadiliko ya kweli barani Afrika yanahitaji mapinduzi au mazungumzo ndani ya mfumo wa demokrasia? Labda nianze na wewe Ramadhan Kibuga ukiwa pale Burundi, kwa sababu naamini kwamba Burundi haya ya mapinduzi yameshawapata wakati mmoja. Burundi imepitia kipindi cha mapinduzi mara kadhaa, lakini hatimaye ikaingia kwenye amani. Je, uzoefu wa Burundi unatufundisha nini kuhusu gharama ya mapinduzi? Kwako Ramadhan. Asante Ann, ni kweli Burundi imepitia kipindi cha mapinduzi kwa sababu hapa tayari mapinduzi manne yamefanyika ya kijeshi. Maanake kuanzia nchi imepata uhuru kulikuwa na mapinduzi dhidi ya mfalme, akaja Michombero, akaja Bagaza kupitia njia za mapinduzi, akaja Buyoya akafanya mapinduzi mara mbili. Kwa hiyo ni nchi ambayo imeshuhudia mapinduzi mara nne, lakini vile vile ni kwamba majaribio ya mapinduzi yamekuwa ni mengi sana. Na ni kweli mapinduzi yote hayaji katika mifumo mimoja. Kulikuwa na pengine mtawala anamngoa mtawala mwenzake, anakuja mwingine, lakini kila mara baada ya mapinduzi kulikuwa na athari nyingi. Lakini vile vile mapinduzi makubwa ambayo yametishia sana usalama wa nchi hadi kuingia vitani ni yale mapinduzi ambayo yamefanyika dhidi ya utawala wa Melchior Ndadaye, kwa sababu huyu ni rais wa kwanza wa Burundi aliyechaguliwa kupitia misingi ya kidemokrasia mwaka 1993. Kwa hiyo akawa amepinduliwa na jeshi. Wakati huo jeshi linatajwa kwamba lilikuwa la kutoka kabila moja la walio wachache hapa, dhidi ya rais ambaye alikuwa ni kabila lingine, yeye Muhutu, jeshi la Kitutsi. Kwa hiyo ilikuwa chanzo cha machafuko makubwa ambayo watu wengi waliuawa na mamia ya watu wakapoteza makazi yao na wakaenda kuchukua hifadhi katika nchi za nje. Kwa hiyo Burundi ni moja mwa nchi ambayo imeumia sana kwa sababu ya swala hili la mapinduzi, na athari zake zimekuwa kubwa sana. Iliomba zaidi ya miaka karibuni 15 ili kuona kwamba nchi inaingia tena kwenye mazungumzo ya amani na kupatikana usitishaji mapigano pamoja na amani ya kudumu. Kwa hiyo pengine leo mapinduzi mengine yamekuja na sura nyingine mpya kabisa, lakini kwa hali ya Burundi ilikuwa ni kama kuipindua serikali ambayo ni matakwa ya raia, na ikaleta athari kubwa sana ya mzozo mkubwa na vita vya kiraia, ambapo mpaka leo hata kama vita vimemalizika nchi imekuwa na amani, lakini bado athari zake ziko nyingi sana nchini. Namshukran sana Kibuga. Tushikilie tu hapo nirudi kwako Sadam Mubale ukiwa Uganda. Uganda imekuwa chini ya Rais Yoweri Museveni tangu mwaka 1986, mmoja wa viongozi waliodumu sana muda mrefu zaidi barani Afrika. Je, hali hii inachangia vipi mitazamo ya vijana
kuhusu mabadiliko, na pengine ukiangalia pengine historia ya nchi yako pia kulikuwa na hiyo hali ya mapinduzi, lakini nchi ikakuwa sasa inaonekana imetulia. Sijui unazungumziaje mada ya leo ukiangalia jinsi ambavyo Uganda imepiga hatua na udhabiti ambao umekuwepo kutokana na kiongozi mmoja kuwa madarakani? Naam, shukrani sana Ann. Kimsingi tu ni kwamba tangu Uganda ipate uhuru mwaka 1963 ni kwamba imeshuhudia majaribio ya mapinduzi kama 14 hivi, ambapo mengine tu hayajakuwa hayajatimizwa, lakini mapinduzi 7 hivi ya kijeshi yamefanyika. Manake tangu rais wa kwanza wa Uganda ambaye alikuwa Kabaka Mutesa wa kwanza kuja uongozini, na Milton Obote ambaye wakati huo alikuwa waziri mkuu, alijitangaza tu na kumuondoa rais na kujitangaza yeye kama waziri mkuu kuwa rais. Lakini pia Milton Obote tu muda haukuwa mrefu baada ya kuwa rais toka mwaka 1966 hadi mwaka 1971, ambapo alikuwa anahudhuria mkutano fulani nje ya nchi. Idi Amin alikuja na kusema kwamba ajue kwamba kuanzia sasa sio rais, na kujitangaza pia kuwa rais. So mabadiliko yamekuja tu, na ni Uganda pia ni nchi tu ambayo kwamba haijawahi kushuhudia ukabidhi kwa hatma za uongozi au ukabidhi kwa mamlaka kutoka rais mmoja hadi mwingine kwa njia ya amani, na ni swala ambalo limekuwa tu kwa muda mrefu tangu mwaka 1986 pia alivyokuja Rais Museveni, jinsi ulivyosema. Sasa hivi zaidi ya miaka 40, lakini bado hatujalishuhudia hilo, baada pia ya kupata siasa ya vyama vingi. Ni jambo ambalo bado linasubiriwa tu na kujua kwamba labda sijui litafanyika na kutendeka lini. Uganda ni nchi ambayo kidogo umri wa vijana wa miaka ni 70% asilimia 70 ya vijana hapa nchini wako chini ya miaka 30, na ni vijana ambao hawajahushuhudia mabadiliko ya serikali moja hadi nyingine. Ndio maana wengi wao hasa hujihusishwa na kijana ambaye sasa hivi anapiga msasa wa kampeni, Bobi Wine kwa maarufu sana kama Kyagulanyi Ssentamu. Na Silvanus Karemera, Rwanda imekuwa na mfumo dhabiti wa kisiasa baada ya kipindi cha vita na mauaji tu. Unazungumziaje swala nzima la mapinduzi ukizingatia historia ya utawala nchini mwako? Asante. Yani, pamoja na kwamba Rwanda imeshuhudia machafuko hapa na pale, lakini swala la mapinduzi kama ambavyo mwenzangu wa Uganda amesema, ama labda jirani yangu wa Burundi amesema, ni kama swala mapinduzi halijawa kubwa sana Rwanda. Tokea ipate uhuru wake mwaka 1962, Rwanda imeshuhudia mapinduzi mara moja tu, tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 73, wakati ambapo Rais Juvenal Habyarimana alimpindua mwenzie Gregoire Kayibanda ambaye alikuwa amechukua madaraka mwaka 61 baada ya Rwanda tuseme wa koloni kuondoa mfumo wa ufalme na kuweka mfumo wa jamhuri. Basi akamfanyia mapinduzi tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 73. Kwa hivyo Rwanda ndio mapinduzi kihistoria ambayo rasmi yalifanyika, lakini kama ulivyosema, baada ya hapo kumekuwepo na matatizo ya kisiasa hapa na pale, wakimbizi kukimbia nchi na nini, mauaji hapa na pale. Lakini baada ya mwaka 94, baada ya mauaji ya kimbali dhidi ya jamii ya Watutsi hapa Rwanda, nchi imeshuhudia ustahimilifu kama ambavyo umeuliza katika swali lako, na hakuja shuhudiwa tatizo lolote la mapinduzi ama labda machafuko ya kisiasa. Ni mwaka wa 31 sasa Rwanda ikiwa katika ustahimilifu wa kisiasa, kiuchumi na kwa ujumla maisha ya wananchi. Lakini kwa haraka nikisema kwamba swala la mapinduzi limekuwa na sababu nyingi tu. Mimi naweza nikasema kwamba swala la mapinduzi nalitazama katika ngwe mbili ama labda taswira mbili. Bara la Afrika, nchi za Kiafrika nyingi zimekuwa zikabiliwa na swala la mapinduzi na mpaka leo kwa sababu mbili. Moja ni kwamba kunakuwa na ushawishi wa mataifa ya kigeni ambayo kwa namna moja ama nyingine yamesawala hizi nchi za Afrika, na wale makaka wakubwa, wale viongozi wa nchi za magharibi wasipomfurahia kiongozi wa nchi ambaye wanaona kwamba waliitawala na
hajaridhia matakwa yao, wanapanga njama za mapinduzi. Mifano ipo kule mwaka 62 wakati wa rais wa kwanza wa Kongo, Patrice Lumumba, ambaye aliwahi kuwa waziri mkuu wakati wa Kongo ikijitawala, amepinduliwa na kuuawa pale na kuingizwa mwenzie. Tumeshuhudia kule mwaka 87 kule Thomas Sankara akiuawa na baadaye mabeberu wakaweka kibaraka wao. Tumeshuhudia nchi mbalimbali kwa kweli. Kwa hivyo niseme tu kwamba mapinduzi yanatokana na lile shinikizo la mataifa makubwa kutoka nchi za nje. Na sababu ya pili ambayo kwa kweli mimi inanipa wasiwasi na inanisikitisha ni viongozi wa Afrika kushindwa kufanya kazi kwa maslahi mapana ya wananchi wake wao, kwa sababu ukija kuangalia matatizo ya kiutawala, ukosefu wa utawala bora, huduma kwa jamii, ustahimilifu wa kisiasa na kiuchumi, mustakabali mzima wa maendeleo ya taifa unazingatia sera na mwelekeo wa viongozi. Sasa viongozi wengi wa Kiafrika wanapoingia madarakani wanakuwa na sera safi tu, zimeandikwa vizuri na kila kitu kiko salama kabisa, lakini wanapofika pale madarakani kwa kweli sijui ni ulevi wa madaraka, sijui ni ulafi wa mali, kwa kweli sijui. Utajikuta kwamba wanaangalia maslahi yao na familia zao kiasi kwamba wananchi wanasalia kurandaranda pasipokuwa na maisha bora. Na hali hiyo ikijitokeza katika baadhi ya nchi kidogo katika wakati kama huu ambako vijana wengi wamekwenda shule na hali ya utandawazi imezidi kupiga hatua, ndio sasa unaona kwamba vijana wengi wanajimwaga mabarabarani kuweza kuhakikisha kwamba sasa wanaweka kikomo kwenye zile tawala ambazo kimsingi wao wanaona kwamba haziwasaidii. Lakini endapo kama mfumo mzima ama system za serikali zingekuwa zinajaribu kujibu matatizo na huduma bora na kutoa huduma bora kwa wananchi, tusingeona mapinduzi ya hapa na pale. Nirudi kwako Ken Wandera. Nchi jirani kama ambavyo ametaja Silvanus Karemera ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilijipata katika mapinduzi kama hayo, na bado vita vinakithiri, wanajeshi wakiwa wamegawana na hali ya amani huko ni ya kutamausha. Pengine mustakabali wa kudumu kwa nchi kama DRC unafananaje? Demokrasia ambayo inatoa nafasi kwa sauti zote kusikika itaweza patikana vipi, kwani mapinduzi pale hayaonekani kuwa na tija hata kidogo? Ken. Hayo ndio matatizo ya mapinduzi ya kijeshi katika nchi za Afrika. Kuna mapinduzi na kuna kuwa na hisia kwamba mapinduzi hayo ya kijeshi yatakuja kubadilisha mfumo wa siasa za nchi na uongozi, lakini viongozi wanapoingia madarakani kinakuwa kilio zaidi, kwa sababu wanajeshi hawaondoki na matatizo yaliyokuwa hapo hayapatiwi suluhu. Kwa hivyo mara nyingi hawa wanapokuja madarakani, wanapopindua serikali na kuingiza serikali za kijeshi, unakuta kwamba kile ambacho wanakilalamikia zaidi ni kumekuwa na uongozi ambao umedhaifisha mifumo ya kiraia na kudhaifisha demokrasia. Wengine pia wanataja kwamba wanachukua madaraka, jeshi linachukua madaraka kwa sababu kumekuwa na ufisadi na utawala wa muda mrefu ambao hautekelezi ahadi za wananchi, kukosekana kwa maendeleo na usawa wa kijamii, na vile vile mkono wa nje, uingiliaji wa mataifa ya nje katika mifumo ya ndani, na historia nyingi tu na mambo mengi ambayo yanahusu utawala wa nchi. Lakini cha kusikitisha ni kwamba hata jeshi linapochukua madaraka, mambo hayakui ilivyotarajiwa. Hawa sasa ndio wanaingia kule na wanakuwa wanabadilisha mfumo wa siasa, wanabadilisha mfumo wa uendeshaji wa nchi na mambo yanabadilika kabisa. Mfano tunaweza kuziangalia nchi ambazo ni katika bara la Afrika, kati ya mwaka 2021 hadi mwaka 2023 kumekuwa na mataifa mengi tu ambayo yamefanya mapinduzi, lakini matatizo ni yale yale. Mfano mwaka 2021 kule Mali, jeshi lilimpindua Rais Ibrahim Boubacar Keita likidai kushindwa kwa utawala wake, na baadaye pia mapinduzi ya pili yakafanyika ndani ya jeshi hilo. Lakini matatizo yaliyokuwa wakati ule yaliyotumiwa na jeshi kupindua serikali hiyo ndio matatizo hapo. Lakini mwaka 2021 vile vile kukumbuka vizuri, pale Guinea Rais Alpha Conde aliondolewa madarakani baada ya kubadilisha katiba ili kuwania muhula wa 3. Matatizo ni yale yale, hakuna chochote kilichobadilika
ambacho mwananchi anaweza kusema kwamba jeshi limekuja na hayo yamekuwa mabadiliko. Kwanza Sudan ni mfano mzuri. Mwaka 2019 na mwaka 2021 baada ya maandamano yale yaliyokuwa makubwa sana, jeshi limeondoa Omar al-Bashir, lakini baadaye ikavunja serikali ya kiraia mpito. Sasa matatizo ya Sudan yameongezeka mpaka sasa. Bado vita vinaendelea Sudan. Lakini pia tukawa na Burkina Faso, Rais Roch Kabore aliangushwa kwa madai ya kushindwa kudhibiti mashambulizi ya kigaidi. Nchi hiyo imepata mapinduzi mara 2 katika mwaka mmoja. Sasa amekuja huyo kijana. Lakini bado matatizo ni yale tu. Matatizo ni yale. Uchukulie mfano wa Gabon na Niger. Gabon pale jeshi lilichukua madaraka dakika chache baada ya tangazo la Rais Ali Bongo likidai uchaguzi haukuwa wa haki. Ijapokuwa amerudia kwenye mfumo wa kidemokrasia, lakini matatizo ni yale. Niger vile jeshi limeondoa madarakani Rais Mohamed Bazoum, nakumbuka akitatizika na kufungwa likidai kushindwa kwa serikali kukabiliana na ugaidi na rushwa. Lakini sasa serikali ilipoingia madarakani, matatizo ni yale. Kwa hivyo pana shaka kwamba matatizo mengi ambayo yanatokana na utawala mbovu yanaingia tu mpaka katika ule utawala wa kijeshi. Saddam Mubale, wakati tunakuja kumalizia, na hili swali nitaliweka kwa kila mwanahabari. Tukianza na wewe Saddam Mubale, kisha tumpishe Kibuga pale Burundi. Unadhani kwamba mapinduzi yanaweza kuchukua sura ya kisiasa bila kumwagika kwa damu? Nikichukua mfumo au mfano wa hapa Uganda, kama ni mapinduzi ambayo ni ya kijeshi, hapa Uganda hatujashuhudia mapinduzi yoyote ambayo hayajashuhudia umwagikaji wa damu, isipokuwa labda nikikupa mfano wa sasa hivi ambayo ni Rais Museveni ambaye yuko kwenye uongozi. Zaidi ya watu 1500 walifariki kwa mapinduzi hayo alivyokuwa anachukua serikali mwaka 1966. Lakini pia tu jinsi ndugu Kennedy alivyosema ni kwamba matatizo ambayo yanasababisha mapinduzi haya, unaona kwamba yanasalia tu kuwa yale na changamoto zinaendelea kuwa zile tu. Lakini niseme kwamba Uganda kidogo ni tofauti, manake baada ya serikali labda niseme ya Museveni kuchukua hatamu za uongozi na kujikita kwenye mamlaka, ni kwamba vita ambavyo vilikuwa vinashuhudiwa ule muda, Uganda ilikuwa na zaidi ya vikundi 10 vya uasi ambavyo pia vilikuwa vinataka kuchukua uongozi, na vile pia kulikuwa tu na changamoto za kivita katika kaskazini mwa Uganda. Na sasa hivi tunaweza sema kwamba kuna amani kidogo, kuna amani kiujumla ukilinganisha na vile jinsi taifa lilivyokuwa. Lakini pia tu ni kwamba kuna pia tu serikali ambazo nikitoa mfano pale Sudan ni kwamba mabadiliko ya kumuondoa al-Bashir, sidhani kwamba watu wengi walifariki, lakini pia kuna huo uwezekano. Na basi pengine Ramadhan Kibuga, wakati unafuatilizia na jibu kuhusiana na kama mapinduzi yanaweza fanyika bila kumwagika kwa damu, pengine uzoefu wa Burundi unatufundisha nini kuhusu gharama ya mapinduzi? Ni kweli mapinduzi yote sio kwamba ni mabaya. Inawezekana mapinduzi wakati mwingine yakawa ni mwanzo wa safari nzuri, lakini dalili zimeshatuonesha kwamba bara Afrika ukianzia miaka ile ya ukoloni ni mapinduzi zaidi ya 130 ambayo yamefanyika katika bara Afrika, na sehemu nyingi kulikuwa na umwagikaji wa damu. Ni kweli kwamba mambo yameanza kutulia, lakini vile kumekuwa na sera hizi ambazo amezungumza Kenya hapo. Tunaona kwamba mataifa mengi ni yale ambayo yanatokana na mkoloni Mfaransa ndio yamepata shida sana ya mapinduzi haya ya kijeshi. Yote unaona kwamba kuna mkono wa nje na sera ambazo haziko vizuri. Pengine upande wa Afrika Mashariki na upande wa Uingereza kidogo kumetulia kidogo, sio kama upande wa Faransa. Kwa hiyo niseme kwamba mapinduzi wakati mwingine inakuja kuwa ni suluhu, kwa sababu mapinduzi mengi wakati mwingine inakuwa ni kuna sehemu ambapo mapinduzi yamefanyika kwa sababu kulikuwa na hali ya usalama mdogo kabisa, hali ya vurugu
majibu, lakini mapinduzi yanakuja kuwa kama vile jawabu. Au sehemu nyingine kulikuwa na rushwa kabambi au utawala mbovu, mapinduzi yanakuja kuwa ni ufumbuzi. Kwa hiyo swala linakuja hapa ni kujua baada ya mapinduzi mambo yananyooka. Ikiwa kwamba baada ya mapinduzi mambo yatanyooka na kuja kumaliza ile hali ya mvundo ambayo iliyokuwepo, hapa unaweza kusema kwamba mapinduzi yamekuwa na tija. Lakini mifano mingi imetuonyesha kwamba watu wanafanya mapinduzi lakini baadaye wanaendelea vile vile kwenye ubabe wao na kunakuwa nakuja shida. Nimekuwa nikiwasikiliza wenzangu wanahabari hoja zote na ninafahamu kwamba bara letu lina kiu kubwa ya mabadiliko. Lakini swali ni je, tunahitaji damu au pengine ni mazungumzo? Mapinduzi yanapogeuka chuki huzaa mateso, lakini mapinduzi ya fikra, ya maadili na ya uongozi yanaweza kugeuza Afrika kuwa bara lenye utu na heshima. Kwa sababu leo tunahitaji mapinduzi ya fikra na sio mapinduzi ya risasi. Kwa hayo ambayo umeyasikiliza hapo Silvanus Karemera, labda kauli yako ya mwisho kuhusiana na hali hii ya mapinduzi ni ipi? Mustakabali wa Afrika. Mimi naona swala la mapinduzi ya Afrika limekuwa ni kama njia mbadala ya wananchi kuweza kuonyesha malalamiko na wasiwasi wao. Lakini niseme tu kwamba swala la mapinduzi limekuwepo kwa muda na pengine litaendelea kuwepo endapo viongozi watashindwa kuhudumia wananchi, kwa sababu baadhi ya nchi zimeshuhudia mapinduzi mengi tu yawe ya kijeshi, ingawa baadhi mapinduzi hayo hayajamwaga damu. Kuna baadhi ya nchi mapinduzi hayajamwaga damu, lakini tatizo limekuwa ni kwamba hata baada ya mapinduzi wanaoingia, je, wanakuja kusaidia? Kwa mfano ukiangalia nchi ya Mali miaka ya 68 zamani huko mwezi Novemba, ambako rais wa zamani Modibo Keita aliingia madarakani pale kupitia mapinduzi ya kijeshi, lakini taarifa na takwimu zinaonyesha kwamba hakuna umwagaji damu wowote. Lakini pia ukiangalia mwaka 1967 mwezi wa kwanza, kiongozi mwanajeshi huyu Nyasimbe Eyadema kule nchini Togo alifanya mapinduzi, na historia inatuonyesha kwamba kulikuwa hakuna umwagikaji damu. Lakini sasa utashangaa kuanzia wakati huo mwaka 1967 mpaka sasa hivi familia ya Eyadema kule Togo ndio inaongoza. Sasa hivi anaongoza kijana wake Foli Nyasimbe baada ya baba yake kufariki dunia. Sasa swali linakuja, ingawa haya mapinduzi hayajamwaga damu, lakini je, walioingia madarakani wameleta mapinduzi ya kiafya ambayo yanawasaidia wananchi? Hilo ni swala ambalo kwa kweli limesalia kuwa ni kizungumkuti, kwa sababu kama ni demokrasia basi kuanzia mwaka 67 mpaka sasa hivi zaidi ya miaka 50 na kitu, huwezi kuongoza ikiwa ni familia moja tu ambako baba anaondoka na anamwachia mwanae. Lakini pia ukiangalia Nigeria mwaka 75 wakati ambako rais Yakubu Gowon alipoondolewa mamlakani na Murtala Mohamed, pia ilikuwa ni mapinduzi ambayo hayakumwaga damu. Lakini sasa baada ya hawa wote ambao nimewataja kuingia madarakani, kipi kimefanyika? Si mpaka leo tunashuhudia matatizo katika hizi nchi. Kwa hivyo niseme tu kwamba mimi kinachonisikitisha si mapinduzi sana. Kinachonisikitisha ni wale walioondolewa na wale walioingia. Tofauti iko wapi? Kwa sababu mimi kiongozi ambaye analeta maslahi kwa wananchi na kuweza kuwahudumia ndiye kiongozi ambaye mimi namunga mkono, ambaye sasa mimi namuona kama ni kiongozi mwenye maono, bila kujali ameingiaje katika utawala. Ken Wandera, tupatie kauli yako kuhusiana na jukwaa la leo tunapoangazia swala la mapinduzi. Nafikiri muhimu kabisa ni kuongoza na kuongeza kasi ya ufanyikaji au upatikanaji wa nguvu zinazohitajika kupitia demokrasia, na vile vile uwezo wa watu viongozi wanaochaguliwa kutenda yanayostahili kutendwa wakati wanapochukua madaraka. Haifai kabisa kuchukua madaraka kisha unaenda unabadilika, unakuwa mtu tofauti sana. Imani raia inaondoka na watu wanaanza kuhisi kwamba njia mojawapo ya kupata suluhu ya haraka, kama hawezi kupata kupitia maandamano ya umma, ni kupitia mapinduzi ya kijeshi. Lakini ukweli ni kwamba hata hayo mapinduzi ya kijeshi yanapofanyika, si suluhu ya haraka kutatua matatizo yaliyokuwa hapo. Kwa hivyo mimi ningependekeza kwamba viongozi wa Afrika wanapochaguliwa, wanapoingia madarakani, wajue kwamba wana imani ni ya raia na wanastahili kutekeleza ahadi walizoweka wakati wa uchaguzi. Bila shaka Ken, shukran sana. Labda Saddam Mobale, kauli yako ni ipi kuhusiana na mada ya leo? Nafikiria kwamba labda Afrika inahitaji mfumo mwingine wa kisiasa. Manake tumeona kwamba huu mfumo wa kidemokrasia
Afrika haujafaulu zaidi, haujapata manufaa zaidi. Lakini kuna nchi tu zingine ambazo zimeweza kushamiri kiuchumi, lakini pia wananchi wao kuishi katika maisha bora, lakini wanatumia mifumo mingine ambayo sio ya kidemokrasia. Kutukunjia jamvi hili la kauli yako, Ramadhan Kibuga, kauli yako ni yepi kuhusiana na hali ya mapinduzi barani Afrika? Mimi nadhani jambo muhimu ni kwamba tuheshimu mifumo ya sheria ambayo tumejipangia wenyewe, kwa sababu hii mifumo ya sheria ikiwa tutaiheshimu, nadhani tutastawisha nchi zetu vizuri. Tuweke nafasi kwamba sheria zipo na sheria zinaweka wazi jinsi ya kupishana madaraka, tuheshimu hizi sheria. Lakini vile vile hawa watawala ambao wanashikilia mpini nao vile vile waheshimu sheria. Wakati fulani mapinduzi yanatokana na kutoheshimu sheria. Jambo la pili ambalo ni muhimu sana ni kwamba tufanye kazi kwa uwajibikaji, kwa sababu tusitoi nafasi kwa wale ambao wana nia ya kufanya mapinduzi. Tuliona kama vile kwa hapa Burundi athari zake ni kubwa sana. Na basi niwashukuru sana wanahabari wenzangu ambao tumeshiriki kwenye jukwaa la leo. Bila shaka umekuwa ni mdahalo ambao ni muhimu sana, kwani mapinduzi ni donda ndugu ambalo linaendelea kuuma nchi baada ya nchi. Bila shaka msikilizaji, pia nikushukuru sana, na ni hayo tu kwa leo. Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika, kama wanahabari wenye uzoefu tutaendelea kukuletea mijadala mizito kuhusu masuala ya siasa, afya, teknolojia na mabadiliko ya kijamii barani Afrika. Kwa huru kabisa msikilizaji kushiriki nasi kwa maono yako kupitia mitandao ya kijamii. Jina langu ni Ann Ngugi, nikikutakia wikendi ya amani na fikra ambazo ni pevu. Kwaheri.